Zaburi 92 mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi 92 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako sifa, ewe uliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Ni neno jema kumshukuru Mungu, si ndio? Na kuliimbia jina lako ewe uliye juu, kuzitangaza rehema zake asubuhi na uaminifu wake wakati wa usiku. Ni neno jema kumshukuru Mungu na kuliimbia jina lake ewe uliye juu, kuzitangaza rehema zake asubuhi na uaminifu wake wakati wa jioni, wakati wa usiku. Kwa ni neno baya kuto kumshukuru Mungu manake, si ndio? Zaburi 103 mstari wa kwanza na wa pili. Jua kabisa ndani ya moyo kwamba ni neno baya kuto kumshukuru Mungu. Sababu asema ni neno jema, Kiingereza kinasema it is a good thing. Kama ni neno zuri, ni neno jema, ni neno zuri, ni neno la maana, ni neno bora kumshukuru Mungu na kuliimbia jina lake aliye juu, kuzitangaza rehema zake asubuhi na maana nini? Mungu anakusudia kila mtu ambaye ni wako wake atangaze rehema zake na kutangaza uaminifu wake, kuzitangaza rehema zake asubuhi na uaminifu wake wakati wa usiku au wakati wa jioni. Kwa hiyo kila mtu anapaswa kuwa mtangazaji wa rehema na rehema zake na uaminifu wake, si ndio? Amen. Kwa kama wewe hauko kwenye sehemu ya kutangaza rehema zake na kutangaza uaminifu wake, unafanya kitu kibaya sana. Sababu anasema ni neno jema kumshukuru Mungu na kuliimbia jina lake aliye juu, kuzitangaza rehema zake asubuhi na uaminifu wake wakati wa usiku. Kwa make sure kwenye maisha yako unatangaza rehema zake na uaminifu wake. Na tuliona Jumapili ya mwezi wa kwanza uliopita namna ambavyo ukikaa kwenye kuzitangaza rehema zake na uaminifu wake, unakuwa ni mtu ambaye unatafutwa na Mungu. Biblia nimemwona mtumishi wangu Daudi, nimempaka mafuta, si ndio? Na akasema vitu pale. Kwa hiyo ni neno jema, na unapomshukuru Mungu ukatangaza rehema zake na uaminifu wake, unakuwa umefungua mlango wa Mungu kuanza kukutafuta na kukupata. Amen. Zaburi 103 mstari wa kwanza na wa pili unasemaje? Biblia inasema, ewe nafsi yangu umuhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Ewe nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Nafsi yangu muhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu muhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Amen. Amen. Si watu wengi wanakumbukaga fadhili za Bwana, wengi wanakumbukaga yale ambao hatuna, si ndio? Tunakumbuka, yani asilimia kubwa ya mawazo tunawaza ambavyo hatuna, tunawaza ambavyo hatujapata, tunawaza ambavyo vimetushinda, ila kuwaza yale ambayo Mungu ametutendea ni shida sana. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa nini? Kwa sababu nasema hivyo kwa sababu kama haujui namna ya kufikiri, hauwezi kujua namna ya kushukuru. Mwambie jirani yako, umesikia hiyo sentensi? Kama haujui namna ya kuwaza, hauwezi kujua namna ya kushukuru. Kama haujui namna ya kufikiri, hauwezi kujua namna ya kushukuru. Sababu wala usizisahau fadhili zake zote. Maana yake anataka uzikumbuke fadhili zake zote. Na hauwezi kukumbuka fadhili zake zote kama hauziwazi au hauzifikiri. Ndio maana akasema nafsi yangu muhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lako takatifu. Maana figo zako, mapafu yako, moyo wako, akili zako, fikra zako, damu yako, mishipa yako, mifupa yako, kila kitu vimshukuru Mungu na kumhimidi Bwana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu kila mahali, kila wakati ambapo kuna tatizo, huwa kwa kawaida tunasahau zile fadhili zake, na tukisahau zile fadhili zake tunashindwa kuenjoy wema wake. Amen. Amen. Ndio maana Daudi akasema wema na fadhili za Bwana zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitaketi nyumbani mwa Bwana nikiutafakari
uzuri wake, si ndio? Amen. Si ndio? Amen. Unapokutana na changamoto, ghafla huwa zinakutengenezea mazingira ya kusahau fadhili za Bwana. Unasahau kabisa namna ulivyowahi kuenjoy mkono wa Mungu, ulivyowahi kuenjoy neema na rehema zake. Unabanwa kwenye ile shida kwa kiwango ambacho unapoteza kabisa. Kwa nini? Lakini kama umejitrain, kama umeizoesha fikra zako na akili zako kumshukuru Mungu, kuliimbia jina lake, kutangaza fadhili zake na wema wake, lakini pia vyote kumshukuru Mungu na kukumbuka fadhili zake, inakuwa ni ngumu sana kusahau wema wake, na utajikuta katikati ya changamoto unaenjoy wema wake na fadhili zake, na hiyo itakuwa ndio sehemu yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Itakuwa ndio sehemu yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kusahau wema wa Mungu, kusahau fadhili za Mungu zinachochea hasira ya Mungu. Kusahau fadhili za Mungu zinachochea hasira ya Mungu. Amen. 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 Unaposahau fadhili zake zote, Mungu anasahau mazuri yako yote yanayotakiwa kuachiliwa kwenye maisha yako. Unaposahau fadhili zake zote, Mungu anasahau wema wake wote uliotakiwa kuachiliwa kwenye maisha yako. Ushawahi kuongea na mtu akamwambia afu nilisahau, labda mmekubaliana kitu au amekuahidi jambo na haujamkumbusha na anasahau. Siku nyingine kumwambia samahani bwana, unajua nilisahau. Si ndio? Yes. Unajua nilisahau. Kwani kwa sababu unapokumbuka fadhili zake zote, unamtriga Mungu, unamfanya Mungu akumbuke wema wake wote ambao hajawachilia kwako. Ndio maana Daudi anasisitiza sema, nafsi yangu muhimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu muhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Amen. Amen. Unaposahau fadhili za Bwana, unapoteza nafasi ya kupokea wema wa Bwana. Si kama hizo sentensi unazielewa na unazishika. Yes. Unaposahau fadhili za Bwana, unakuwa umejitoa kwenye kupokea wema wa Bwana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo na unaposahau, kwa wenyewe ni kwamba unaposhindwa kupokea wema wa Bwana, manake mahitaji yako hayakamiliki, yanaendelea kubakia kuwa mahitaji. Kwa hiyo ukisahau fadhili za Bwana, unabakia kuwa mhitaji. Njia ya kutoka kwenye kuwa mhitaji ni kwa kukumbuka fadhili za Bwana. Wala usisahau fadhili zake zote. Sasa angalia mstari wa 3, anasema soma Zaburi 103 mstari wa 3. Zaburi 103 mstari wa 3. Biblia inasema, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Aukomboa uhai wako kutoka kwa kaburi. Akutia taji la fadhili na rehema. Aushibisha mema uzee wako. Ujana wako ukarejezwa kama tai. Ukisoma hayo maandiko ukatafakari kwa undani, utakuja kugundua kwamba yanakata kila inayohitaji. Tunaelewana? Anasema anakuvisha taji ya fadhili na rehema. Imekwisha. Hilo neno tu pekee yake. Mfano hata kusema upe mengine yote, ubaki nilo neno. Akuvisha taji ya fadhili na rehema. Maana kwenye hatua za maisha yako, rehema za Mungu zinatangulia. Mahali popote kwa mtu ambapo rehema ya Mungu ikiingia, cha kwanza inamuondoa mtu kwenye macho ya Mungu, inaleta msalaba kwenye macho ya Mungu. Kwamba Mungu akikutazama hakuoni wewe kwanza, anamuona Yesu kabla yako. Anakuona wewe ndani ya Kristo. Kwa hiyo chochote kinachokuhusu, haangalii maisha yako, haangalii mienendo yako, haangalii tabia zako, haangalii utakatifu wako wala dhambi zako. Anaangalia kazi ya Yesu pale msalabani. Then anakupa aina ya maisha sawasawa na kiwango cha sadaka Yesu aliyotoa pale msalabani. Ndio kazi ya rehema. Tunaelewana? Amen. Ndio kazi ya rehema. Inatupa kuonekana mbele za macho ya Mungu kwa wenye haki.
Ndio maana Biblia inatuambia kwamba yeye asiyekuwa na dhambi alifanyika kuwa dhambi ili sisi tuwe wenye haki. Ndio maana Biblia inasema sisi ni wenye haki wa Mungu. Kwa haui mwenye haki kwa sababu umefanya yaliyo mema, unakuwa mwenye haki kwa sababu umekubali kazi ya msalaba, kazi ya Yesu Kristo pale msalabani. Kwa hiyo haki ya Mungu inayokuja kwetu haiji kwa sababu sisi watakatifu, haiji kwa sababu sisi sababu labda hatufanyi dhambi, inakuja kwa sababu tumekubali kazi ya Yesu Kristo pale msalabani. Tunahesabika kuwa wenye haki, anatuhesabia kuwa na haki. Amen. Tuelewana? Amen. Kwa hiyo haki hatuitafuti, haki tunaipata msalabani kwa kukubali kazi ya Yesu Kristo. Then tunapoikubali tukatengeneza mahusiano yetu na Mungu, yale mahusiano yanatupa ndani yetu kiu ya kukaa katika utakatifu, yanaondoa ndani yetu kiu ya dhambi. Yes. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana Daudi akasema, Zaburi 23 mstari wa kwanza, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Angalia mstari wa 6 alivyosema, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitaketi nyumbani mwa Bwana milele au daima. Unaona? Kwa nini anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu? Kwa sababu kuna wema na fadhili za Bwana anasema zinanifuata siku zote za maisha yangu. Ndio maana hapungukiwi, kwa sababu zinamfuata zote za nini? Za maisha yake. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ukisahau fadhili za Bwana unamfanya Mungu asahau wema wake na fadhili zake ambazo hazijaachiliwa kwako, ambazo zitakiwa ziachiliwe kwako. Na akizisahau, mahitaji yako yanabakia pale pale, unabakia kuwa mhitaji. Yes. Amen. Amen. Ndio maana anasema ni neno jema kumshukuru Mungu. Unaweza kuelewa kwa nini Daudi anasisitiza, anasema ni neno jema kumshukuru Mungu. It is a good thing. Ni jambo la msingi, ni jambo la maana, ni jambo bora, ni jambo kuu, ni jambo la heri kumshukuru Mungu na kuliimbia jina lake lile juu, kuzitangaza rehema zake na uaminifu wake wakati wa usiku. Kwani kwa sababu katika hizo kuna milango inafunguka. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mahitaji yako ulionayo ambayo hajakamilishwa yasikupumbaze yakakufunga macho. Weka akiba ya wema wote, ya matendo yote makuu ambayo Mungu ametenda kwenye maisha yako. Andika mahali, uyafanye kwa kumbukumbu, ndani yako yakae. Uwe unayajua, uwe unafahamu, uwe unayakumbuka. Amen. Amen. Kwa sababu kadri unavyoishi katika hayo ndivyo ambavyo Mungu anazidi kutengenezea mazingira. Amen. 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 Moyo wa kutokuwa na shukrani, moyo usioshukuru unatengeneza mazingira ya uharibifu kwenye maisha ya mtu. Amen. Amen. Moyo usio kuwa na shukrani. Unajua mwezi wa kwanza tuanza kusoma kitabu cha Kutoka, si ndio? Si ndio? Yes. Mwezi wa kwanza tuanza kusoma kitabu cha Kutoka. Jana tumemaliza kitabu cha Hesabu. Sijui kama kuna wanaofuatilia. Tulisoma jana sura 33 mpaka 36. Tumemaliza kitabu cha Hesabu. Yes. Ukisoma Hesabu sura 11, soma Hesabu sura 11. Hesabu sura 11. Kwanza mstari wa kwanza hadi wa 4. Soma inasemaje? Biblia inasema, kisha hao watu walikuwa kama wanung'unikao wakinena maovu masikioni mwa Bwana. Walikuwa kama wanung'unikao wakinena maovu masikioni mwa Bwana, si ndio? Yes. Bwana aliposikia hayo, hasira zake zikawaka, na moto wa Bwana ukawaka kati yao, ukawateketeza hadi viunga vya kambi. Ndipo watu wakamlilia Musa, naye Musa akamwomba Bwana, na ule moto ukakoma. Jina la mahali hapo likaitwa Tabera, kwa sababu huo moto wa Bwana ukawaka kati yao. Umeona, walinungunikia, waliponungunika bila kujua wanamnungunikia Bwana. Biblia inasema hasira ya Bwana ikawaka juu yao, si ndio? Yes. Akawaharibu. Kwa moyo sio sikiza, hakuna mtu ambaye anaweza katikati. Huwezi kuwa na moyo kutokushukuru kusema kwamba mimi sinunguniki ila pia sishukuru. Hakuna, tusidanganyane. Kama haushukuru lazima unanungunika. Lazima tu. Mtu yeyote ambaye ni mnungunikaji atakuwa hana moyo shukrani ndani yake. Hauwezi kukaa katikati. Yaani useme kwamba mimi
Mimi sina gahari. Hizi mambo ya kushukuru sio hobi yangu. Sio swala la hobi. Si ndio? Yes. Mimi kushukuru mimi sio hobi yangu. Huko sio kushukuru Mungu, sio kama kuogelea au kama mipira si nini. Kushukuru Mungu ni wajibu. Amen. Sawa? Amen. Sawa. Moyo wa kuto kushukuru unatengeneza mazingira ya uharibifu kwenye maisha ya mtu. Yes. Si ndio? Amen. Waliponungunika, sababu kama mtu ashukuru automatic ananungunika hata kama hajui kama ananungunika. Na kunungunika, asema hasira ya Bwana ikawaka juu yao, Mungu akawaharibu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kama hauoni kile ambacho Mungu amefanya, unamfanya Mungu aache kufanya mambo mengine zaidi. Kama macho yako na moyo wako hauthamini yale ambayo Mungu amesha kufanya kwenye maisha yako, unamfanya Mungu asiendelee kufanya yale ambayo hajafanya kwenye maisha yako. Amen. Amen. Biblia inatuambiaje? Kwenye Wakorintho wa kwanza sura 9, sura 2 mstari wa 9. Wakorintho wa kwanza 2:9 nasema mambo ambayo macho hajui kuyaona, wala masikio hajui kuyasikia, wala hajui kuingia katika moyo wa mwanadamu, Mungu amewaandalia wale wampendao. Mambo ambayo macho yako hajui kuyaona, masikio yako hajui kuyasikia, wala hajui kuingia ndani ya moyo wako, Mungu amewaandalia wale wampendao. Kwa hiyo kila siku unapoishi, jua kabisa kuna mambo ambayo mimi macho yangu hajui kuyaona. Kama nimeyaona, basi ni kwingine kwenye maisha yangu sijui kuyaona, na pengine sitegemei kwamba nadhani kayaona. Nishajikatia tamaa kwenye maeneo fulani. Masikio yangu hajui kuyasikia, hajui kuingia ndani ya moyo wangu, ila Mungu ameniandalia. Yapo. Wajibu wangu ni kumpenda kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote, kwa akili zangu zote, na kwa nguvu zangu zote, na kisha kuwa na moyo, sababu ninapokuwa na moyo wa shukrani namfanya Mungu afanye yale ambayo hajafanya. Nikipoteza moyo wa shukrani nampotezea Mungu nafasi ya kufanya yale ambayo hajafanya kwenye maisha yangu. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Waefeso 3:20 nasemaje? Atukuzwe Mungu azofanya mambo ya ajabu kuliko tunayoyaomba au tunayoyawaza, kwa kiwango cha nguvu kinachotenda kazi ndani yetu. Kwa hiyo Mungu anajibu zaidi tunavyoomba, anajibu zaidi tunavyowaza, si ndio? Amen. Kwa hiyo mimi nikiomba hiki, Mungu ananijibu zaidi. Kwa hiyo ile zaidi sijui. Tunaelewana? Amen. Nikiwaza hiki, Mungu ananijibu zaidi nilipowaza. Kwa yale ambayo ni ya zaidi siyajui. Tunaelewana? Yes. Kwa ninapokuwa na moyo wa shukrani mbele za Bwana, inamfungulia Mungu mlango. Ikimfungulia Mungu mlango, anafanya yale ambayo siyajui, ambayo kama nahitaji. Kuna mambo ambayo nahitaji na mambo Mungu ayafanye, ila kuna ambayo sijui kama nahitaji, ila Mungu anayo kwa ajili yangu, ambayo ni bora na ni mema. Kazi yangu ni kuwa na moyo wa shukrani mbele za Bwana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Ukisoma Biblia, wakati wana wa Israeli wale wapelelezi wamerudi kutoka kupeleleza nchi, ni Hesabu 13. Walivyorudi kutoka kupeleleza nchi, Biblia inasema wakaleta habari mbaya. Wakasema tuchague mtu mmoja aturudishe Misri. Mungu alikasirika, akamwambia Musa, hawa watu watanidharau mpaka lini? Watanidharau mpaka lini? Ukisoma Hesabu 13 na 14 zote zinaongea hiyo habari. Biblia hawa watu watanidharau mpaka lini? Amen. Amen. Wale wanamika wasema hatuwezi kuingia kwenye hiyo nchi. Ile nchi ni nchi inayokula. Unajua niko nasoma hata jana ile habari ikasema hatu kuna akili kweli. Walipata taarifa ile nchi ni nchi inayokula watu. Kama inakula watu, mbona wale wanaishi? Wangekuwepo sasa, sio wameshaisha. Sababu kama nchi inakula watu, mbona kuna watu wanaokaimu? Kuna sio wangekuwa wameshakimbia. Nchi inakulaje watu? Afu watu wanaendelea kukaa. Ila wakapokea habari mbaya. Biblia inasemaje? Hawa watu watanidharau mpaka lini? Amen. 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 Kwa nini? Mungu unayemdhihaki hawezi kuwa chanzo cha baraka zako. Yes. Mwambie jirani yako umesikia? Umesikia? Mungu unayemdhihaki, Mungu unayemdhihaki au Mungu unayemdharau, hawezi kuwa chanzo cha baraka zako. Amen. Njia mojawapo
ya kuonyesha kwamba haumdharau Mungu na haumdhihaki ni kumrudishia shukrani. Yes. Hata kwa jinsi ya kawaida, hata kwa jinsi ya kawaida. Mtu aje akufanyie jambo, afu naambia hata usingefanya mimi mwenyewe nilikuwa naweza kufanya. Si ndio? Hata nataka kucheki. Ndio maana hata kama nikikuta unabeba ndoo ya maji, najua unaweza, ndio maana umechukua ndoo kaenda kuchota, najua unaiweza, si ndio? Ila nikibeba nikakusaidia, niambia asante hata kama unaiweza, si ndio? Yes. Niambia asante. Si ndio? Nikikuta wewe ni mtu mzima una kalita 3 kamaji umebeba au niambia naomba nisaidie kushika ile chupa, nikakushikia. Najua unaweza lakini nimeamua kukusaidia. Si ndio? Si ndio? Yes. Ukifika kule ukanipa tu usema kwanza sikukuomba. Ulijileta tu kimbele mbele una kihelehele. Hata usingenisaidia kwani nikishinda kubeba. Si ndio? Una uhakika kesho nikikukuta una mzigo mzito kukuzidi, umekaa unasubiri mtu kujitisha uwezo, unamwomba mwenye njia, naomba nituishe, mpita njia, naomba nituishe, anambia mimi na shida mkono, naomba mkono, siwezi kutuisha. Unasubiri mwingine afu natokea mimi, una hakika ukiniambia naomba nituishe, nitakwambia na mimi mkono wangu unasumbua, siwezi kukutuisha kwa sababu jana ulinidharau. Si ndio? Si ndio? Yes. Ila kama kwenye kale kachupa kadogo hukuniambia maneno ya ajabu, hukuniwazia ujinga, kesho nikikuta na kitu kikubwa, hata sio tu kwamba ndakusaidia kukutuisha, naweza nikwambia sasa sikiliza, hebu tukate katika tu bebe nusu na mimi bebe nusu. Si ndio? Yes. Huwezi ukamfanya Mungu kuwa chanzo cha baraka zako kama unamdharau. Sawa? Mungu unayemdharau hawezi kuwa chanzo cha baraka zako. Amen? Amen. Na njia mojawapo ya kuonyesha heshima, ya kuonyesha kwamba unamthamini, nikwambia kipindi cha nyuma kwamba shukrani ni nini? Shukrani ni ule moyo wa kuthamini kile ambacho Mungu amefanya kwako na kwa watu wengine. Amen. Shukrani ni zaidi kusema asante. Ndani yako kuna hali ya kuthamini na kuweka uzito kwenye yale ambayo Mungu amefanya, kwenye yale ambayo Mungu ametenda kwako na kwa watu wengine. Huo ndio moyo wa shukrani. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unapomshukuru Mungu kwa yale ambayo amefanya, unamkumbusha Mungu yale ambayo hajafanya bado. Sawa? Amen. Amen. Ukimshukuru Mungu kwa yale ambayo amefanya, unamkumbusha Mungu yale ambayo hajafanya bado. Amen. Amen. Mfano, wewe ni mtoto unasoma na kuna mtu anakulipia ada na anakupa na matumizi. Akikutumia ile matumizi, ukimshukuru anakumbuka sijamalizaga ada, analipa ada. Au akikutumia ada ukamshukuru anakumbuka sasa yule mtoto sijamlipia, nimetumia ada pekee kile, sijampa hela matumizi. Si ndio? Baba, asante kwa ajili ya ada umenilipia. Unajua kuna watu mnasomeshwa na wazazi wenu, mnadhani mnahatimiliki kusomeshwa. Kuna watu wana wazazi na hawasomeshi. Sawa? Sawa? Unatakiwa useme asante kwa nini kulipia kama ni ada. Baba, asante umenilipia ada, Mungu akubariki. Sawa? Yes. Huwa nikiletea kitu watoto wangu, naambia baba asante, Mungu akubariki. Mungu akubariki upate hela nyingi. Naambiaga amina. Serious. Nikiletea kitu, baba tunashukuru, kipi tunakuja kivyake, baba asante, Mungu akubariki upate hela nyingi. Naambia amina. Nasema unaona? Kwa hata siku nikizipata na wakumbuka tena. Amen. Kwa sababu najua nikiwapelekea wananibariki katika utoto wao. Na sio tu wanasema Mungu akubariki na upate hela nyingi. Wow. Ili niende kuwaletea zawadi. Amen. Si ndio? Si ndio? Amen. Sasa na tukimpaga mtoto asiposema asante, naambia njoo. Hebu nione kidogo, akinipa naambia sio shukuru wewe. Haya, shika njia. Nachukua. Kama ni kitu cha kula na kila akena niona hivi. Serious. Namfundisha moyo wa kwenda kushukuru. Kwamba mimi ni babako lakini sio guarantee kwamba lazima nikuletee.
Sawa, nikikupa sema asante. Asiposema asante tunanyang'anyaga. Sio mtoto unampa anachukua tu kama vile cha kwake anaondoka kibia geuke. Wewe njoo hapa. Lazima useme asante. Useme asante, leta. Kwa hiyo imejulikana kwamba hata mtu yote akija akawapa kitu, lazima wamwambie. Tunasema lazima aende amwambie kama ni fani, kama ni anko, ni aunti, ni nani, asante, Mungu akubariki, upate hela nyingi. Washazoea. Kwa hiyo lazima uwe na moyo. Sikia, shukrani lazima iwe ni lifestyle. Yes. Shukrani ikiwa ni lifestyle, mipenyo inakuwa ni lifestyle. Amen. Sawa? Divine supply, upaji wa kimungu inakuwa ni lifestyle. Amen. Sawa? Haleluya. Amen. Haleluya. Kwani kwa sababu unapomshukuru Mungu kwa yale ambayo ameyafanya, unamkumbusha. Ni njia, sikiza, njia kumkumbusha Mungu sanyile sio kwenda baba, unatu nilikuomba, hujafanya mpaka leo. Tafuta, nenda mbele za Mungu. Mungu nakushukuru kwa ajili ya 1, 2, 3. Asante pia hata kwa ajili ya yale ambayo hujafanya. Mungu, unapomshukuru Mungu, ni njia kumkumbusha yale ambayo hujafanya. Amen. Amen. Sio kile kwenye maombi unaingia tu unaachilia mabomu. Mbingu nasema nani naomba fulani sema Putin ameingia tena. Kile ukienda kuomba nani wewe, sio Putin kweli huyo? Yaani ukienda kile ukienda kuomba ni vita tu. Russia, Urusi na Ukraine. Kuna mahali pa shukrani. Amen. Amen. Kuna mahali pa shukrani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kusahau fadhili zake zote kunamfanya Mungu pia kusahau mahitaji yako yote. Unaposahau fadhili zake, unakuwa umemfanya Mungu asahau mahitaji yako. Kwa njia ya kumfanya Mungu akumbuke mahitaji yako ni kwa njia ya kushukuru, ili pia na yeye akumbuke mahitaji yako. Amen. Amen. Unaposahau fadhili zake, unaposahau matendo yake, Mungu anasahau kuachilia upendeleo wake kwako. Shukrani siku zote huwa inaenda na upendeleo. Walikuwa kuna wakoma 10 wakaenda, Bwana tunaomba utuponye. Akamwambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani, mkatoe na sadaka ambayo Musa aliamuru mtoe kwa ajili ya kutakasika kwenu. Walipokuwa naenda katikati wakapona. Walipopona, mmoja akarudi akaenda kumshukuru. Alipomshukuru, Yesu akauliza, si mlikuwa mko 10? Wale 9 wako wapi? Mbona amerudi mmoja? Akasema your faith has made you whole. Kisha sema imani yako imekutakasa. Ilikuwa ni zaidi, ni kwamba ilienda ikamuondolea kila alama ya ukoma. Wale 9 walibaki na makovu, walibaki na vidole vipisi, walibaki na alama. Yule mwingine ngozi yake ilikuwa kama mtoto mdogo. Sasa pale Biblia inasema kwamba ilikuwa kama mtoto mdogo, ila Biblia tunajua kutokea kwenye Wafalme wa Pili sura ya 5, Naamani alipojichovya mara 7 mto Yordani, Biblia inasema ngozi yake ilikuwa kama mtoto mchanga, na Naamani alikuwa na ukoma, si ndio? Kwa hiyo inatupa picha ya kwamba Mungu akikutakasa kabisa kwenye ukoma, unakuwa kama ngozi ya mtoto mchanga. Kwa hata yule mmoja aliyerudi kushukuru, ngozi yake ilikuwa kama mtoto mchanga, palikuwa hakuna alama ya ukoma. Kama ni vidole vilinyoka kweli kweli, kucha zikarudi, si ndio? Magamba kama samaki yakatoweka. Amen. Si ndio? Amen. Magamba, unajua ukoma. Ukiona ukoma hapo utajua tu. Sawa? Ukiona mtu mwenye ukoma ndani ya nyumba na hauna brush ya kusugulia miguu, wewe mwambie tunaenda, weka mguu wako hapa, pitisha guju. Vizaka vyote vitaisha. Ngozi inakwenda mabaka. Ila yule mtu yote aitakasika kabisa. Amen. Amen. Kwa nini? Upendeleo wa kiungu ulikuwa juu yake. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa sikiliza. Kile ambacho unakifanya kwa Mungu kinaamua kile ambacho Mungu atakifanya kwako. Amen. Amen. Kile ambacho unakifanya kwa Mungu kinaamua kile ambacho Mungu atakifanya kwako. Unajuaje? Biblia inasemaje? Kila mtu atavuna licho kipanda. Sawa? Utavuna ulicho kipanda. Kwa chochote unachofanya kwa Mungu kinaamua kile ambacho Mungu atakifanya kwako.
Kwa hiyo unapopeleka shukrani zako kwa Bwana, unapokuwa na moyo wa kushukuru, usisubiri tu Jumapili ya mwisho wa mwezi. Hii tunafanya ile maalum. Sikiza, hii Jumapili ya mwisho wa mwezi ni Jumapili special. Ni Jumapili special. Kama vile ambavyo tulikotoka huko pale kuna Jumapili, kuna Jumatano ya majivu, si ndio? Yes. Kuna Jumapili sio ya nini? Hizo ni special services. Hii ni ibada maalum, ni ibada special. Amen. 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 Kwa ajili ya kukumbuka wema na fadhili za Bwana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ukimshukuru Mungu kila siku, Mungu atakubariki kila siku, si ndio? Amen. Amen. Na ukimshukuru Mungu kila siku, maana yake unamnyima shetani nafasi ya kuachilia la kwake kwenye maisha yako kila siku. Amen. Amen. Iko hivi, nimekwambia hivi, kile ambacho unakifanya kwa Mungu kinaamua kile ambacho Mungu atakifanya kwako. Kile ambacho unakifanya kwa Mungu kina maamuzi makubwa ya kile ambacho Mungu atakifanya kwako. Kwa hiyo kama unamshukuru Mungu kila siku, maana unakuwa unamwambia Mungu akubariki pia kila siku. Na baraka ni nguvu ya kiroho ambayo inakusaidia kupenya kwenye maeneo fulani. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, unapomshukuru Mungu kila siku, unakuwa umefunga mlango wa adui kuachilia jambo la kwake kwenye maisha yako kila siku. Amen. Tunaelewana? Yes. Tunaelewana? Amen. Hizo ni hesabu za kiroho. Amen. Tunaelewana? Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Okay. Daudi anasema kwenye Zaburi 103, nafsi yangu muhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vilimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu muhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Sasa tusome mstari wa 3 mpaka wa 5. Biblia inasema, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako kutoka kwa kaburi, akutia taji la fadhili na rehema, aushibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejezwa kama tai. Umeona? Hizi ni baraka za kila siku ambazo Mungu anazachilia kila siku. Hizi ni baraka ambazo Mungu anazachilia kila siku Mungu anazachilia kila siku. Lakini pia anataka hizi uzikumbuke kila siku. Ya kwanza anasema akusamehe maovu yako yote. Sawa? Amen. Mtu anasema sasa mimi namshukuru Mungu, mbona hajanitendea jambo? Mbona hajanitendea jambo? Kuna mambo ambayo umeshatenda tayari. Amen. Ambapo kile tu hapo leo unapaswa kumshukuru Mungu. Amen. 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 Haumshukuru Mungu sababu tu umepata hela. Kwamba mwezi huu sitapata hela ile ambayo unaipataga kila. Yaani kuna hela ambayo kwamba mimi sinafanya kazi napata mshahara, ila kuna zile ambazo zinakujaga tu kutoka pembeni. Hazijaje sana, mshukuruje Mungu. Sina nyumba, sina kiwanja, nimepanga, na mshukuruje Mungu. Pengine labda nakula mlo mmoja tu kwa siku, na mshukuruje Mungu. Kuna mambo ambayo anasema hata kama kuna mengine hajafanya kwenye maisha yako, kuna mambo mimi Mungu nimefanya kwa ajili yako. Cha kwanza, kusamehewa dhambi. Unaweza ukaona ndicho kawaida, lakini hicho ni kitu kikubwa sana. Sababu iligharimu maisha ya Yesu. Iligharimu uhai wa mtu. Iligharimu mateso. Mtu akaacha utukufu wake, akavaa namna ya mtumwa, akakubali taji ya miiba, akapigwa mijeredi, akavuliwa nguo, akapigwa misumari, akachoma mkuki ubavuni, akafa msalabani kwa ajili tu ya kukusamehe dhambi. Amen. Hiyo peke yake ilitosha kumshukuru Mungu mchana na usiku, asubuhi na jioni. Ilitosha. Yes. Imagine, waza kwamba saizi umehukumiwa kufungwa jela miaka miwili magereza, si ndio? Alafu mtu aje sema sasa mimi naomba huyu mumuache, mimi niende magereza kwa niaba yake. Wewe baki mtaani, mimi niende magereza kwa niaba yako. Miaka miwili tu, utamshukuruje yule mtu? Au mtu aje anasema anahukumiwa kunyongwa, anamwambia mimi naomba ninyongwe kwa niaba yake. Utamshukuruje huyo mtu?
Sasa hapo unanyongwa na huna hakika kama utaenda motoni au mbinguni, si ndio? Unamshukuru Mungu sababu mtu ameenda kunyongwa kwa niaba yako, ila nasota kwenda peponi. Imagine mtu ambaye amekusamehe dhambi zako zote. Amen. Amen. Kwa sababu unajua hiki cha kwanza ndio platform ya mengine yote, si baraka nyingine yoyote ile, na chochote kile kitokea kwa Mungu, huu ndio msingi wake. Huu ndio Yesu kufa msalabani, sababu pale msalabani ndio alikuja kufungulia kila kitu kinachomhusu mwanadamu kiachiliwe pale, si ndio? Amen. Kwa hiyo msalaba usingekuwepo, mengine yote ambayo mwanadamu anatafuta asingepatikana kwake kwa njia ya kimungu. Amen. 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 Sasa jiulize swali moyoni mwako, usinijibu, jiulize moyoni mwako, ni mara ngapi umekasa kumwambia Mungu asante kwa kunisamehe dhambi zangu, asante kwa kuniokoa, asante kwa kuja ukafa msalabani kwa ajili yangu. Sababu sikia, issue ni kwamba usitazame msalaba kama vile wa dunia nzima. Msalaba ulikuja kwa ajili ya mtu mmoja, kwa ajili ya mtu mmoja ambaye ni mimi, ambaye ni wewe. Kwa usichukue kijumla. Yohana 3:16 nasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie. Hakusema watu wakimwamini, anasema kila mtu amwaminie, maana ni mmoja mmoja. Sawa? Kwa hiyo unawaza binafsi, unamshukuru Mungu kibinafsi. Lini, mara ngapi umemshukuru Mungu kwa ajili ya kusamehewa dhambi zako? Niambia Mungu, asante kwa kunisamehe dhambi. Asante kwa kufa msalabani kwa ajili yangu. Asante kwa kutoa yako kwa ajili yangu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Kile unachopanda ndicho utakachovuna. Ukimshukuru Mungu naye anakubariki. Ukimnungunikia au ukimlaumu, amen, naye anakulaumu. Na akikulaumu sasa Mungu inakuwa vipi? Si simple. Sababu kama utavuna ulichopanda, maana yake ni kwamba ukilaumu anakulaumu, si ndio? Yes. Amen. Si ndio? Amen. Kwa sababu utavuna ulichopanda. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ya pili nasemaje? Akusamehe dhambi zako zote, then akuponya magonjwa yako yote. Wengi sana tushai kuumwa, si ndio? Yes. Ni kuumwa au ni kuugua? Kuugua. Kuumwa ni kung'atwa. Au unang'atwa na siafu alafu unaumwa na nini? Na mbwa. Au mbwa ndo anang'ata. Kuumwa ni nini? Kuumwa ni kuumwa ugonjwa au kuumwa ni kung'atwa? Yote. Yote. Haya. Kwa sasa tuliugua. Hatukuumwa, tuliugua. Tulipougua tuliponywa, si ndio? Amen. Lakini pia tunalala, tunaamka, tuna uzima, ni wazima. Na hata tukipata shida ya kiafya, Mungu anatusaidia, tunapona. Akuponya magonjwa yako yote. Sasa sikiliza, usema sasa mimi namshukuru Mungu ati mimi nimeza dawa nikapona. Hata hizo dawa ni Mungu, ni Mungu. Si ndio? Sababu kuna wanaoumwa ugonjwa kama wako, kuna wanapona na wanameza hizo dawa na bado wanakufa. Amen. Sawa? Wewe huje kwenda kusema mtu amekufa kwa sababu ya malaria. Mtu amekufa sababu ana UTI, ana typhoid, si ndio? Amen. Wanakufa. Mgonjwa huu ambao wewe umemeza dawa ukapona, mwingine anakufa. Lakini pia hizo dawa pia ni Mungu aliziumba. Si ndio? Amen. Mungu aliziumba. Na hao waliozigundua na walizitengeneza ni Mungu amewapa mawazo. Kwa unamshukuru Mungu. Sawa? Amen. Hata kama ulimeza dawa, basi hata kwa kupata hela ya kununua dawa. Kuna mtu ambaye anaumwa hata hiyo hela kununua dawa hana. Yes. Sawa? Amen. Akusamehe dhambi zako zote, akuponya magonjwa yako yote. Hizo ni fadhili ambazo Daudi, unajua Daudi akona pale anasemesha nafsi yako, nafsi yangu muhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Anajiambia, anakusamehe maovu yako, anakuponya magonjwa yako, anaukomboa yako na kaburi. Anaiambia nafsi yake, anajisemesha mwenyewe, anamwambia mtu wake wa ndani. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Kwa hiyo kila ukiamka usitazame yale ambayo Mungu hajafanya, tazama yale ambayo Mungu ameyafanya. Amen. Hata kama hauna kitu mkononi cha kumshukuru Mungu, hivi hapa vipo vya kumshukuru Mungu. Amen. Amen. Aushibisha mema uzee wako. Sasa Kiingereza kinasema hivi, who satisfies your mouth with good things,
who satisfies your mouth with good things, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Unajua hapa anaongelea msosi. Sawa? Amen. Anatosheleza kinywa chako na mazuri. Yes. Ili nini? Ili ujana wako uwe kama tai. Amen. Make nini? Hapo sasa hawakukosea, anasema au shibisha mema uzee wako. Si ndio? Yes. Afu ujana wako ukarejeshwa. Make ni kadri unavyozidi kukua kiumri, nguvu za Mungu zinakuwa zinakutunza. Unajua juzi jana nilikuwa naangalia clip moja hivi. China kuna nyumba ya kulelea wazee. Sasa kuna mzee kikongwe, yani zile nyumba za kutunzia wazee. Kuna mzee na miaka 92, ni mbibi, ana miaka 92. Alikuwa anatoroka. Akapanda fence miaka 92. Ile speed iliwashangaza watu kwa sababu walihesabu kwamba kwenye kamera waliangalia alipanda ile fence kwa sekunde 20 akarukia nje. Mbibi wa miaka 92. 92, unajua mpaka ameenda kwenye nyumba kulelea wazee. Maki kwanza ndiye amekuwa mzee. 92 unatembea huku na fimbo, si ndio? Si ndio? Yes. Ule ukuta wanasema ni ukuta wa futi 7. Ukuta wa futi 7. Bibi kikongwe ameupanda ule ukuta. Ule gate akarukia nje ya gate. Akaondoka. Walinzi wanakuja kuangalia kwenye kamera, wanaona kuna mtu ametoroka. Wanaangalia alipitia wapi? Kwa cheki kwenye kamera, wanaona alivyopanda ule ukuta. Wanashangaa ndani ya sekunde 30 kwa umri wake miaka 92. Hiyo nguvu anaipata wapi? Ya kurukia ukuta, akapanda, akarukia nje. Unajua, sikia nikwambie, tabia ni kama ngozi. Usipoileta kwa Mungu haibadiliki. Sawa? Amen. Tunaelewana? Amen. Ndio maana kabla ya kuoa au kabla ya kuolewa, chunguza tabia mtu alizonazo. Ukiona huyu mama ni mzoefu wa kuruka mageti, haiwezekani kwamba alijifunzia pale. Kazieka na hiyo tabia. Miaka 92 unawazaje kutoroka? Sawa? Huko mle mnatunzwa, mnalishwa, mnatunzwa. Mpaka utoke afu ukaruka kwa speed ile, yani unarukia ule ukuta, unapanda chwa. Unapanda hadi jofu, unarukia nyumba. 90, ujamini miaka 92. Nyinyi miaka 92 mnasikia? Tafuta wazee wenye miaka 80 au 90. Akikaa kuinuka anaanza yani anameda dakika 5 kunyanyuka. Na akitembea anatembea hivi. Si ndio? Amen. Sasa kumwambia rukia ukuta, apande, afu arukie nje. Miaka 92. Sasa unapiga nikawaza kwa sababu huyu mama alivyokuwa binti, wazazi wake walipata shida sana. Inaelekea walifunga mpaka nyaza umeme kwenye fence. Na bado wakana ziruka. Amen. 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 Sikia ngoja nigusa hapo kwenye tabia. Unajua bwana, tabia, Mungu azaka ametuandalia vitu vingi vikubwa sana, ila tabia zikatumaliza vibaya mno. Yes. Unajua? Unajua wengi tukisoma Biblia, tumeza jana kitabu cha Hesabu sura 22 mpaka sura 24 ni habari za Baraki na Balaam, si ndio? Yes. Wengi wakisoma pale wanadhani Baraki alikuwa ni mganga wa kienyeji. Baraki alikuwa ni nabii wa Mungu kabisa, alikuwa anamsikia Mungu. Tuelewana? Amen. Sawa? Amen. Pale Biblia iliposema kwenye ile sura 22 kwamba wale viongozi wenye vyeo wa Moabu walipopeleka na ujira wa uganga, wale walikuwa wamjui Mungu. Wale watu wao wanachojua ni kuabudu mizimu na masanamu. Kwa hiyo wanaenda wanachowaza, wanajua waenda kwa sangoma. Lakini swali mimi najiuliza ni hivi, ile kwamba unamsikia Mungu haimaanishi kwamba utabadilika. Haiwezekani. Baraki alikuwa anamsikia Mungu. Walivyoenda aliwaambia, subiri kwanza nimuulize Mungu kama atanipa kibali.
alienda Mungu akamwambia usiende, wale watu nimewabariki, usiende kuwarani, si ndio? Ila moyo wake ulikuwa corrupted, moyo wake ulikuwa umeharibika, moyo wake ulikuwa corrupted. Moyo wake alikuwa na shida moyoni. Shida ilikuwa nini? Moyoni. Moyo wake umetawaliwa na tamaa ya mali, tamaa ya pesa. Tuelewana? Amen. Ile kwamba unamsikia Mungu haimaanishi kwamba unaweza kubadilika. Mabadiliko, nilikwambia wiki iliyopita, ni lazima uwe umekusudia toka ndani ya moyo wako na kuchukua hatua ya kwanza kubadilika na kukua. Sawa? Baraka alikuwa anamsikia Mungu. Mara ya kwanza Mungu akamkatalia, mara ya pili Mungu akamtalia. Akaamua kwenda. Mungu akamwambia nenda. Tunaelewana? Amen. Amefika kule, baada ya kuwarani aliwabariki mara 4. Unajua nilivyokuwa nasoma zile baraka, mfano alivyokuwa anabariki mara ya 3, aliongelea mpaka habari za Yesu. Unajua aliongea vitu vingi sana. Aliongea, kuna vitu ambavyo mzee Yakobo alivyoongea Mwanzo 49, Baraka alikuja kuviongea, lakini hakubadilika, kwa sababu mbeleni ndio akaenda akawapa mchongo wale watu namna ya kufanya ili nini, ili Israeli wakosee, wafanye dhambi mbele za Bwana. Wakifanya dhambi mbele za Bwana, ili nini, wawe wamefungua mlango wa wao kupigwa, wasipiganiwe na Mungu, si ndio? Amen. Si ndio? Yes. Amen. Kwa hiyo ile kwamba uko kanisani ila moyoni mwako hujakusudia kubadilika, hata tufundishe vipi, sawa? Amen. Utayapata ila hayatakubadilisha, sawa? Yes. Baraki alisikia sauti kutoka kwa Mungu, sauti kutoka kwa Mungu ilikuja moja, sio kwamba alisikia kupitia kwa mhubiri, ilikuja moja kwa moja. Baraki alikuwa anaweza kakana Mungu wakaongea, wakajibizana, ili hakubadilika. Ile kwamba uko kanisani hata uwepo wa Mungu ushuke, kama sio kubadilika ubadilike, ni mpaka ukusudie toka ndani ya moyo wako. Amen. Kwamba mimi nataka kubadilika, mimi nataka kubadilika, nataka nimjue Mungu, nataka nipige hatua. Tunaelewana? Yes. Ile kwamba unasoma Biblia haimaanishi kwamba utabadilika kama hujakusudia. Wewe unasoma, yupo ambaye alisikia live ila kubadilika, si ndio? Amen. Alitokana malaika live mpaka katika muujiza mkubwa, punda wa kwake anemtoka Yesu akafungua kinywa akaongea na bado kubadilika. Sababu Baraki punda aliongea wakati anaenda kulani watu, Mungu akamfanya wabariki. Ila baada pale mbeleni alitengeneza mchongo wa namna ya kuangamiza watu wa Mungu, si ndio? Yes. Si ndio? Sikiliza, ukiwa kanisani kusudia kubadilika, kusudia kukua. Amen. Kusudia kwamba chochote ambacho Mungu atasema mimi na Mungu nisaidie nibadilike. Unaona moyo wako ni mgumu kama jiwe, nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu, ulisema kwenye agano la kale kwamba kwenye agano jipya utaondoa ndani yetu mioyo ya mawe, utaweka mioyo ya nyama, ambao ndani yake utaandika sheria zako na amri zako. Badilisha moyo wangu Mungu, mimi ili moyo wangu si tu jiwe ya mawe ya Dar es Salaam, ni kama mawe ya Kigoma, yale mawe jiwe kama mwamba ambalo kupasuka hata baruti haipasui. Mungu pasua, ondoa ili jiwe ndani yangu, moyo wangu ni jiwe. Amen. Si ya Kigoma ya Mwanza, yote yale. Lakini sikia Mungu, Biblia inasema kwenye Zaburi inasema wewe wapendeza na kweli iliyo moyoni. Amen. Si ndio? Anasema nao utanijulisha hekima yako kwa siri. Biblia inasema kwenye Zaburi inasema kwamba wewe Bwana wapendeza na kweli iliyo moyoni, nao utanijulisha hekima yako kwa siri. Amen. Si ndio? Yes. Nenda mbele mwambie Mungu, moyo wangu ndani kuna kiburi. Hata hapa pasta anavyoongea anaenda kanajifanya, unaongea tu, unasema moyoni kanajifanya. Sasa ndo kanabili vitu gani? Kwanza muda wenyewe umeshaishi, unakimbia kana pressure mtu muda unaongea. Sikiliza, nenda mbele za Bwana. Ukiona mtu anaongea kitu afu unajisemesha ndani, huongei kwa kinywa, unajisemesha ndani, yani kama vile yani sasa anasema nini, yani utaniambia nini yani. Nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu. Unajua Daudi anasema Bwana, chunguza moyo wangu uone kama iko njia ile majuto ndani yangu. Chunguza moyo wangu, chunguza moyo wangu. Biblia inasema moyo ni mdanganyifu na nani awezaye kujua? Si ndio? Yes. Hauna kitu kidanganyifu kama moyo. Hauna kitu kidanganyifu kama moyo. Si ndio? Kisa kukudanganya kupita maelezo. Amen. Si ndio? Yes.
si ndio? Amen. Ila pia moyo huwa haudanganyi. Sawa? Amen. Moyo usio kudanganya. Moyo ni mdanganyifu kuliko kawaida. Ila pia moyo huwa haudanganyi. Sawa? Amen. Moyo unakudanganya, huku unajijua sasa, yani unakudanganya afu nakwambia ila hapa nakudanganya. Unajijua kwa, yani kuna namna. Moyo ni mdanganyifu, ila pia unakwambia ukweli wewe. Yani wewe mwenyewe unajijua ndani yako. Mtu mwenye kiburi sio mbaya jijuaje, anajijua. Amen. Mtu mwenye dharau anajijua. Yes. Sawa? Amen. Mtu mwenye tabia fulani anajijua, anajijua zaidi tu hajataka kusikiliza sauti ya moyo wake kwamba moyo unaniambiaje wewe una shida. Sasa uko chumbani kwako peke yako unasema ataniambia nini mimi yule bwana? Ataniambia nini yule bwana? Aende zake, achukue msindi zake. Hana cha kunifanya mimi, hana cha kunifanya. Moyo ni mdanganyifu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuko wapi? Tuko Zaburi 103. Tuko Zaburi 103. Ndiyo. Amen. Sasa itabidi tuishie kwenye hiyo mwaka sana, time yetu inakimbia. Hiyo ya msosi. Aushibisha mema uzee wako. Ujana wako ukarejezwa kama tai. Kinywa chako anakishibisha na mema. Sasa ukishasikia mema kwenye kinywa ni nini? Kazi ya mdomo. Ni either uongee yaliyoko ndani yako, usiongee ambao hauna. Sasa anasema anakushibisha kinywa chako. Kama anakushibisha kinywa chako, sio vitu vinavyotoka ndani yako, ni vitu vinavyoingia kwenye kinywa chako. Kama vinaingia kwenye kinywa chako ni either nini? Maji au chakula, si ndio? Amen. Au kwenye kinywa wewe kuna, si ndio? Maji au chakula. Kuna vitu yani ni kwamba kwa lugha nyingine, na ili ujana wako urejezwe kama tai, maana ni ili mwili wako, ndio maana nikatoka kwa yule mzee. Yule mzee ni mzee lakini mwili wake una nguvu kama kijana. Si ndio? Kwa ni mzee kwa idadi ya miaka, ila matendo yake ni ya kijana. Sababu hakuna mzee ambaye ana kiti mama angeweza kutoroka, yaani kwa kuruka ukuta. Hizo ni tabia za vijana, tena pengine chini ya miaka 18. Si ndio? Lakini mtu mzima unajiheshimu. Mimi ni mtu mzima na ukaje ukuta. Hata sababu kama nataka kutoka naweza nikaenda, hamna kunizuia, mimi si mtu mzima, kwani kuna kunizuia? Naondoka. Anarejeza ujana wako kama tai. Amen. 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 Sasa wangapi wameshawahi kumshukuru Mungu kwa ajili ya chakula? Unajua Yesu wakati analisha mikate wale watu Biblia aliinua akashukuru. Ninakushukuru Mungu mfalme wa mbingu na nchi utupae riziki. Alijua kwamba hiki tunachokipata ni kwa mkono wa Mungu, tunachokula ni kwa Mungu. Wewe unaona mimi nafanya kazi nimelipwa mshahara, sinanunua chakula mwenyewe. Ni Mungu. Wapo watu wanafanya kazi wanapata mshahara ila hawana hela kununua chakula. Yes. Na wapo watu hata hizo kazi za kupata hela kununua chakula hawana. Amen. 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 Sasa chakula gani mimi nakula kila siku? Ugali maharage. Hata huo ugali maharage, kuna watu ugali maharage hawana. Nimekwambia usipomshukuru Mungu kwa mahali ulipo, hata kupeleka mahali ambapo hujafika. Usipomshukuru Mungu kwa kile ulicho nacho, hautapata kile ambacho hauna. Kwa ukimshukuru Mungu kwa ugali maharage, ndipo utakapoingia kwenye season, kwenye kiwango cha kula wali na nyama. Tuelewana? Amen. Sababu mojawapo ya wana wa Israeli Mungu kutokuwabadilishia chakula miaka 40 ni kwa sababu hawakuwahi kumshukuru Mungu kwa chakula, ila walikidharau. Wasema hiki ni nini? Tumekinai. Ukisoma ile 11, Hesabu 11 kuanzia mstari wa 5, wa 6 na wa 7 unasemaje? Hesabu 11. Hesabu 11 mstari wa 6, wa 5, wa 5, wa 6 na wa 7 unasemaje? Biblia inasema twakumbuka samaki tuliokula huko Misri. Kwanza mstari wa ngapi umeanzia? Mstari wa 5. Soma mstari wa 4 unasemaje?
Kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa. Kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa. Wana wa Israeli nao wakalia tena, wakasema, ni nani atakayetupa nyama tule? Nani atakayetupa nyama tule? Nani atakayetupa nyama tule? Kama watu tunavyosemaga, yani kumshukuru Mungu kwa ajili ya chakula, sema hiki nile, yani mshukuru Mungu kwa hiki. Na kula ugali na maharage hauna mafuta, ugali dona. Sikiza, ugali dona ndio wenyewe. Tunaokula sembe tunazidiwa hata akili na panya. Panya huaga hali anakula kale kaini na kakini kandani. Sisi tukikoboa tunatoa kale kakiini, si ndio? Si ndio? Amen. Sasa wewe unaulalamika kwa kula dona. Dona ndio inalonenepesha. Amen. Sawa, Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure. Sawa, huko Dar es Salaam. Sawa. Kutaka samaki uenda kula wale wenye wachumvi wale. Unakumbuka nini? Jamani, kuna vitu kweli unakusana na Mungu kisa chakula. Unakusana na Mungu kisa chakula. Kweli chakula. Wanakumbuka nyama? Twakumbuka samaki tuliokula Misri bure, na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu na vitunguu swaumu. Lakini sasa roho zetu zimekauka, hakuna kitu chochote. Sasa roho zetu zimekauka, hauna kitu chochote. Yani hauna kitu chochote. Maana nini? Kwa wengine nakwambia hii maana unaotupa ni hamna kitu. Hii maana ni ugoro tu. Hii maana usinge tu. Yani hii maana ni nothing. Kama vile ambavyo wengi tunadharau. Unajua Mungu mambo madogo madogo unadhani ni mchezo, lakini Mungu anachukulia serious. Unakumbuka matango? Unakumbuka matikiti? Vitunguu swaumu. Kwa wengine unakumbuka ni pilau au? Ila angalia, hawakumbuki namna amesikia ule utumwa. Ulikuwa Biblia inasema alisikia kugua kwake, walikuwa wanateswa sana Misri, wanateswa mno kiasi kwamba wanataka kurudi kwenye mateso kwa sababu tu ya matikiti na vitunguu swaumu ambavyo ukila vinanuka mdomoni, si ndio? Si ndio? Wanakumbuka matango na matikiti, si ndio? Wanakumbuka nyama, lakini walikuwa ni wafugaji, wanabata, wana mbuzi, si achinje mwenyewe nyikani kule ale nyama, si ndio? Ila hawakumbuki. Sasa angalia, hawakukumbuka fadhili za Bwana alivyowatoa Misri, hawakukumbuka alivyowapigania kwenye bahari ya Shamu, alivyowavusha. Hawakumbuki maji machungu kwenye Kutoka 15 alivyogeuza kuwa matamu. Hawakumbuki alivyowapigania vita na Waamaleki kwenye Kutoka 17. Hawakumbuki namna ambavyo walikuwa wana njaa akawalisha kwa mana ambao hawajui likotoka. Hawakumbuki. Walisahau fadhili zake zote, wakaanza kulilia nyama, wakalia matikiti, wakalia matango, kama ambavyo na sisi tunalia kwa vitu vidogo vidogo hivi. Tunasahau fadhili zake zote vidogo. Sasa hizi tunacheka walikumbuka matango. Habari zetu sisi kama Mungu angekuwa zikaandikwa, tungekuwa tunachekana ndani. Kizazi kitakachokuja baadaye tungesema zetu wako na akili, wako na matatizo. Yaani Mungu aandike habari zako za mambo yote ambayo umefanya kwenye maisha yako, alafu aandike na malalamiko yako ambayo unamlalamikia, na kuhakikishia kizazi chako kija kingekurani, kingesema haya matatizo huyu ndo alituingiza. Kwa hiyo haya yote ya kuyaona, akaja kuona tu ambayo yalitokea kwake. Kama sisi tunasema kwamba hivi hao watu namna Mungu alivyopigania kwa staili zote, kwa mapigo yote, kwa watoto mwani, kwa waliona kwao nyama ni kitu cha maana kuliko utumwa waliokuwa nao, si ndio? Walizidishiwa adhabu mpaka wakaenda kwa Musa, wanalia wanasema tumekuwa kama tunaonuka mbele ya Farao. Leo hii wamesahau mateso yote na kipigo chote tunakipata, kisa tu nini? Matango, chakula ambacho unakula baada ya masaa kadhaa unaenda chooni. Umesahau kila kitu ambacho Mungu alikufanyia, namna Mungu alivyoingia gharama, anashuka na anatembea mwenyewe. Sikiza kwanza tu, Biblia inasemaje? Nguo zao hazikuchakaa, miguu yao haikuvimba, si ndio? Viatu vyao havikuisha miguuni mwao. Huo tu ni muujiza kwamba Mungu amewalinda kwa namna ambavyo ukivaa kiatu kama ni mtoto, kiatu alichotoka nacho Misri ndio hicho ambacho aliingia nacho nchi ya ahadi. Maana mguu kikua na kiatu kinakuwa. Nguo zikikua sasa tunasema mtoto amekuwa nguo imemruka. Yeye kwa kikua na nguo yake inakuwa. Hawakuwa
hawakuona fadhili zozote, hawakuona wema wote, ila tu wanatuangalia, hatuna matango, hatuna vitunguu saumu, hatuna matikiti. Namna Mungu anavyowalinda, anawapa joto, ikifika usiku nguzo ya moto inawaka katikati yao, kuwalinda na wanyama wakali, kuwalinda na baridi. Anakaa mchana, anawatamia. Biblia inasema wingu linakaa juu yao ili nini? Jua lisiwachome nyikani. Anawalinda, anawapigania. Hakukumbuka wanachojua ni nini? Hatuna matango. Kama ambavyo unalala unaamka, haumshukuru Mungu kwa wema wake. Unatembea, haumshukuru Mungu, unapata angalau hata mlo mmoja, haumshukuru Mungu. Kuna watu kwenye nchi mbalimbali hata mlo mmoja hawana, wanakufa kwa njaa. Wewe una uhakika wa kula hata mlo mmoja, haumshukuru Mungu. Unalalamika tu, Mungu, mimi lini nitatoka kwenye ugali na maharage? Lini nitatoka kula? Lini? Haleluya. Amen. Unamwambia Bwana, lini nitatoka kula ugali na vichwa vya kuku na miguu ya kuku? Amen. Mshukuru Mungu hata kwa mguu wa kuku na upata. Kuna mtu mguu wa kuku hana. Amen. Si ndio? Sikiliza, maisha yanakuwa mepesi sana kama moyo wako umeamua kufanya kuwa moyo wa shukrani. Ukifanya shukrani kuwa lifestyle ya kwako, maisha yanakuwa mepesi. Ila ugumu unakuja pale ambapo unaanza kutokuwa na moyo wa shukrani, kwa sababu yale yanayoumiza kichwa chako ni yale ambayo unaangalia kwamba Mungu hajafanya. Amen. 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 Ila ukiamua kulala kwenye yale tombo Mungu amefanya, unafungua milango kufanya yale ambayo Mungu hajafanya. Amen. Hautapata stress, hautapata pressure, hautapata kichwa kuuma, hautapata ugonjwa wa moyo. Utakuwa unakaa tu unasema asante Yesu. Kwenye maisha yako jiambie hivi, chochote ambacho sina Mungu hajaamua niwe nacho. Amen. Na nisichokipata kwenye maisha yangu kama kwamba chochote ambacho Mungu hajanipa basi, ila yani nisijiumize, nisumie moyo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukitaka Mungu abadilishe viwango vyako, mshukuru kwa viwango ulivyomo sasa. Amen. 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 Usipomshukuru Mungu kwa ajili ya baskeli, Mungu hawezi kukupa pikipiki. Tunaelewana? Yes. Mwambie Mungu, asante kwa miguu miwili ulionipa. Amen. Naweza nikatembea, nikatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na usipomshukuru Mungu kwa miguu yako, hata baskeli hakupi. Usipomshukuru Mungu kwa baskeli, hata pikipiki hakupi. Usipomshukuru Mungu kwa pikipiki, hata gari. Ukitaka kubadilisha position, angalia walivyolalamika. Aliwaambia mtakaa jangwani, mtazunguka mpaka mtaishia hapa, si ndio? Maana yake nini? Position yao haikubadilika. Amen. Amen. Nafasi yao haikubadilika, si ndio? Yes. Si ndio? Amen. Lakini wakina Joshua na wakina Caleb, nafasi zao zilibadilika, wakaingia nchi hadi walipiga hatua nyingine, kwa sababu ndani yao walikuwa hawana moyo wa kunungunika. Moyo wa kunungunika unakufanya ubaki hapo hapo. Ukiwa leo hii umepanga kwenye kachumba kamoja na unalala kwenye mlago, kwenye nini? Mkeka, nitafuta na mlago. Kwenye mkeka. Amjui mlago ni Kiswahili. Nyie mmesoma shule zipi? Sawa? Amen. Umelala kwenye mkeka, Waswahili mjini mta mkeka. Kiswahili sahihi ni mlago. Ukilala pale hauna godoro, maana yake umshukuru Mungu, kwa sababu kuna watu wanalala mtaroni, kuna watu wanalala chini ya madaraja, si ndio? Mwambie Mungu, asante na chumba kimoja na niko kwenye mlago na lala kwa amani kabisa. Hata mnyama mkali siogopi. Mbu akija naweza nikachoma dawa ya mbu. Sasa chini ya daraja unachomaje dawa ya mbu? Hauchomi, si ndio? Yes. Kwa unamshukuru Mungu. Usipomshukuru Mungu kwa chumba kimoja, hautahama kwenda kwenye vyumba viwili. Hautahama kutoka chini kwenda kwenye godoro. Si ndio? Yes. Mimi nakumbuka wakati nasoma chuo, nishapi hiyo story. Siri yangu. Baada ya hapo ukitoka, unamshukuru Mungu, ukipata unasema Bwana asante nimepata godoro. Unabeba na sadaka yako ya shukrani. Amen. Unatoa. Sikiza. Chochote Mungu akifanya kwenye maisha yako, ukikiona kidogo, umemdharau. Wanaweza kusema hiki ni nini? Yaani maana kuna sababu maana nasema hii nayo ni nini? Walidharau, hiki ni nini anachotupa, hiki ni nini? Nacho ni nini? Ni kitu gani hiki?
Mungu akawaacha wale mana miaka 40, hawakubadilishwa chakula. Kwa nini? Kwa sababu walilaumu. Amen, walipuzia. Kwa akikupa neema ukapata godoro, unachukua bema na sadaka yako ya shukrani. Mungu nakushukuru kwa ajili ya godoro umelonipa. Asante Bwana kwa ajili ya godoro, na kurudishia sifa na utukufu. Jana nilikuwa nalala chini, sasa hizi nalala na nepa, nikijirusha ninanepa. Mungu asante, sababu usingizi mbavu haziumi tena. Amen. Sawa, unalala kwenye nini? Kwenye godoro. Ukimshukuru hivyo, Mungu anasema sasa huyu nimeongeza na kitanda. Anakupa na kitanda. Bwana Yesu asante. Sasa hizi hata nyoka akiingia chumbani kitembea hata nipata, sababu nalala juu ya kitanda, si ndio? Siafu akiingia hawanifikii, sababu nitakuwa nalala juu. Bwana asante kwa sababu sasa hivi nalala. Hata itokea mvua imenyesha maji akaingia ndani hanipati, sababu nitakuwa nimelala. Unamshukuru Mungu. Amen. Ukimshukuru Mungu anakuambia kilichobaki nini? Anakuongeza. Sasa shida ni kwamba ukipata godoro unaangalia asa ningekuwa na kitanda. Mshukuru Mungu kwa godoro. Amen. Sawa. Ningekuwa na kitanda singekuaje yani. Ningefurahi kweli yani. Furahi kwanza kwenye godoro. Sawa? Amen. Ukishapata kitanda, chumba kimoja ambia Bwana asante kwa ajili ya kichumba. Mungu nakubariki, Mungu nakutukuza. Uinuliwe peke yako. Umenivusha parefu Bwana. Pokea utukufu wote. Asema amen. Anakupa surprise na kanyumba kavimba viwili na sebule. Unasema Bwana pokea sifa. Hata nikipata mgeni na pakulala, wageni wakija hata kaa kwenye godoro langu tena. Sababu sio kuna chumba kimoja, mgeni akija unamwambia kaa hapo. Godoro ndio kiti, hamna kiti kingine. Si ndio? Amen. Kupata vimba viwili na sebule. Bwana asante umefungulia mlango. Sio unapata vimba viwili na sebule, unasema siku ikitokea ningekuwa na gorofa hapa. Mimi nafanya nipate gorofa 3 yani. Amen. Ndugu yangu, mshukuru Mungu kwanza hapo. Amen. Tunaelewana? Mshukuru Mungu kwanza hapo. Then anakupeka ngazi nyingine. Amen. Amen. Yaani kwa lugha nyingine usitazame sana vile ambavyo hauna, tazama vile ambavyo ulivyo navyo. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lazima mshukuru Mungu kwa chakula na kinywaji unachokula na kunywa kila siku, ili Mungu akupe mengine mazuri zaidi. Amen. Amen. Ni mpaka umshukuru Mungu kwa biashara yako, haiwezi kukua. Wote tunaofanya biashara lazima ujenge tabia ya kila itwapo leo kumshukuru kwa ajili ya biashara yako. Amen. Sababu chochote unachotaka kikue, kiongezeke, lazima ukipeleke mbele za Bwana kwa shukrani. Biblia inatuambia Paulo alipanda, Apolo akatia maji, ila akuzae ni Mungu. Amen. Amen. Kwa sisi tutamwaga, tutaweka mawazo, tutaweka maombi, tutafanya kile kile, anayeweza kukuza kitu ni Mungu peke yake. Amen. Amen. Ndio maana wale ambao hawako kwa Mungu wetu wanaenda kwa sangoma, na wenyewe pia wana masharti ya kwao na kushukuru. Mimi nishakwenda na mtu mmoja hivi kwa mganga kienyeji kabla sijaokokaga. Wazazi wangu hakujuaga, lakini wala hamna alikuwa anajua. Na nilikuwa mara yangu ya kwanza kwenda kule, anaambia yule mtu toa hela. Weka hapa. Ni shingapi? Weka hadi zifike hivi. Anaonyesha tu zifike hivi. Wanatoa hela. Afu kumbe akamdanganya. Yaani alimdanganya vitu hivyo kuja kumwambia. Tutoka pale anasema, "Yeye huyu jamaa simwamini." Mbona yeye anasema ni uongo. Anambia, "Si kazini kwako kuna hiki mimi hamna. Hicho kitu hakipo." Yaani yote anamwambia sasa. Akampa dawa fulani, weka kwenye mafuta tu unajipaka, yaani changanya na mafuta ili paka mafuta unajipaka nayo. Nyingine kila siku uoge. Hapo mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa tatu, mbona hamna kitu? Akayatupa. Niambia tayari ushaliwa. Ushafanyaje? Ushaliwa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Usipomshukuru Mungu kwa chochote kile ulichonacho, kitabakia pale. Kitabakia pale. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukimshukuru Mungu kwa chochote ambacho unakipata bure, hautahitaji kusubiri Mungu akubadilishie mazingira. Kwa jifunze kumshukuru Mungu kwa chochote ambacho unakipata bure, hata kile ambacho unakipata pia kwa nguvu zako. Amen. Amen. Hapa
Najaribu kwa kumalizia, jifunze kukumbuka au kufocus, kuwa makini na matendo yote makuu ambayo Mungu amefanya huko nyuma ili kupata mahitaji yako ya kesho. Jifunze kumshukuru Mungu kwa ajili ya yote ambayo amefanya leo ili kupata mahitaji yako ya kesho. Ondoa macho yako kwenye yale ambayo unahitaji, weka macho yako kwa Mungu. Amen. Mshukuru Mungu kwa yale ambayo ametenda. Kama sio kwako, ametenda pia kwa watu wengine. Mshukuru Mungu kwa yale ambayo ametenda, kama sio kwako, pia kwa watu wengine. Amen. Kwa nini? Kwa sababu yale ambayo Mungu amefanya ni ishara ya kwamba, yanakutambulisha kwamba Mungu ni mkuu na ni mkubwa kuliko mahitaji yako. Amen. Kwa unazidi kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ametenda kwenye maisha yako, kwenye maisha ya watu wengine, unamfanya aonekane ni mkubwa kuliko mahitaji yako, na kwa hiyo mahitaji yako mbele ya macho yako yanaonekana madogo kuliko kawaida. Okay, saa nyingine unapokumbana na jambo ukaliona kuwa kubwa, kumbuka yale ambayo ametenda kwenye maisha yako. Kitu ambacho Daudi alikiweza, wana wa Israeli jeshi la Israeli lilienda vitani kupigana na Wafilisti. Goliath akatokea. Waliona Goliath ni mkubwa sana, wakaogopa, wakakaa siku 40 kwenye mapango wamejificha. Alikuja Daudi. Kilichomsaidia Daudi ni kukumbuka yale matendo makuu ambayo Mungu alifanya kwenye maisha yake. Na akakumbuka namna Mungu alivyomsaidia kupigana na simba na dubu, akawanyang'anya mwanakondoo kwenye kinywa chake. Ghafla Goliath akawa ni mdogo kwenye macho ya Daudi, akawa ni mdogo mbele ya Daudi kuliko kawaida. Tunaelewana? Kwa unapokumbuka yale yote matendo ambayo Mungu amefanya kwenye maisha yako na kwenye maisha ya watu mbalimbali, unapokumbuka matendo makubwa ambayo Mungu amefanya kwenye Biblia unayoyasoma, yanapelekea kumfanya Mungu aonekane ni mkubwa kuliko hitaji ulilonalo, kuliko shida ulionayo, kuliko jaribu lilopo kwako. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tumalize tu. Amen. Amen. Koja, kusudia kumshukuru Mungu daima, kusudia kumshukuru Mungu siku zote, kusudia kuwa na moyo. Hakikisha siku haipiti hujamwambia Mungu asante kwa ajili ya mambo mbalimbali. Amen. Amen. Na kama mambo yote yakipotea kwenye maisha yako, hauna cha kumshukuru Mungu, kitabaki kimoja cha kumshukuru Mungu: akusamehe dhambi zako zote. Kumshukuru Mungu kwa kusamehewa dhambi. Amen. 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 Nilikuwa natafakari, tuko kwenye kizazi cha ajabu kuliko maelezo. Tuko kwenye kizazi ambacho hakimtaki Mungu, ila kinataka vitu vya Mungu. Tuko kwenye kizazi ambacho hakitaki kumpa Mungu muda wake, ila kinataka Mungu akipe muda wake. Yaani Mungu awe na muda na wao, ila wao hawataki kuwa na muda na Mungu. Tuko kwenye kizazi ambacho hakitaki kumtafuta Mungu, ila kinataka Mungu akitafute si ndio? Mungu akitafute na ajionyeshe kwao. Tuko kwenye kizazi ambacho hakitaki kuwaza kwa ajili ya Mungu, ila kinataka Mungu awaze kwa ajili ya chenyewe. Tuko kwenye kizazi ambacho hakina moyo kwa Mungu, ila kinataka Mungu awe na moyo kwa chenyewe. Tuko kwenye kizazi ambacho hakitaki kulipa gharama kwa ajili ya kumwona Mungu, ila kinataka Mungu alipe gharama kwa ajili ya mambo mbalimbali ya maisha yao. Tuko kwenye kizazi ambacho hakina passion na Mungu, ila kinataka Mungu awe na passion na chenyewe. Tuko kwenye kizazi ambacho hakina time na hakijibidisha wala hakitaki Mungu aonekane, hakitaki kulipa gharama Mungu aonekane kwenye mambo mbalimbali yanayokihusu, ila kinataka Mungu ajifunue kwa chenyewe bila chenyewe kumtafuta Mungu. Tuko kwenye kizazi cha ajabu sana. Tuko kwenye kizazi cha ajabu sana. Ila sitamani hata kidogo mtu humu ndani akawa ni mmoja wa hicho kizazi. Yes. Sawa? Amen. Utajijua ni mmoja wa hicho kizazi kama kiu ya neno haipo kwako, kama kiu ya maombi haipo kwako, kama huna time na neno, huna time na maombi, hutamani kujibidii
kujibidiisha katika kumjua Mungu, hutamani kujibidiisha katika kutembea na Mungu, ujue na wewe ni mmoja hicho kizazi. Ila ni ombi langu kwa Mungu utoke kwenye hicho kwenye hilo kundi, uingie kwenye kundi la wanaomtafuta Bwana. Amen. 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 Kila siku na kusisitiza, hakuna Ukristo bila neno, hakuna Ukristo bila maombi, hakuna Ukristo bila mahusiano ya wewe na Mungu ndani ya roho yako. Ukristo sio dini, Ukristo sio dhehebu. Sikiliza, mbinguni hatutambuliki kwa madhehebu, mbinguni hatutambuliki kwa dini tulizo nazo. Mbinguni tunatambulika kwa mahusiano yetu na Mungu ndani ya roho zetu. Hakuna atakayeingia peponi kwa sababu alikuwa na sali mahali fulani. Ataingia peponi kwa sababu alikuwa na mahusiano yake na Mungu ndani ya roho yake. Ndio maana sema utakapokufa kuna kitabu cha uzima, sio kitabu cha dini fulani, sio kitabu cha dhehebu fulani, kitabu cha uzima, kwamba mahusiano yako na Mungu ndani ya roho yako yako vizuri. Kuna Yesu ndani yako, kuna neno ndani yako, kuna mahusiano na Mungu ndani yako. Sio na sikiza, usijenge mahusiano yako na dini, usijenge mahusiano yako na dhehebu. Jenga kwanza mahusiano yako na Mungu, kisha imarisha mahusiano yako na mahali unapoabudu, lakini kwanza Mungu awepo. Amen. Sikiliza, itakufaidia nini ujenge mahusiano yako na dini fulani au na dhehebu fulani, au hata kama ni mahali hapa ujenge mahusiano yako na dhehebu hili na dini hii na kanisa hili na huduma hii, ila mahusiano yako na Mungu wewe hayapo, itakufaidia nini? Itakufaidia nini? Itakufaidia nini? Cha kwanza cha msingi, jenga mahusiano yako na Mungu kwanza. Na namna kujenga mahusiano yako na Mungu, ni lazima ukusudie kuwa mtu wa neno, ni lazima ukusudie kuwa mtu wa maombi, ni lazima ukusudie kutembea kwenye neno na maombi kama Mungu anavyotaka. Sikiza, hakikisha una Mungu ndani yako. Amen. Itakufaidia nini? Biblia inasema upate ulimwengu wote ili upate hasara nafsi yako. Ndio maana akasema yeye atakayepoteza nafsi yake ataipata, na yule ambaye ataamua kuiokoa nafsi yake ataipoteza. Maana ni nini? Nafsi yako usipoitoa sadaka kwa Mungu umeipoteza tayari. Yes. Ila ukitoa sadaka kwa Mungu umeipata. Manake kwa lugha nyingine ni kwamba kwa Mungu hakuna kupoteza. Amen. Kanuni ya kiroho unapata baada ya kutoa. Kanuni ya kidunia inakwambia usitoe utapoteza, si ndio? Yes. Dunia inakwambia ukitoa umepunguza, kiroho inakwambia toa ili upate. Kwa hiyo nafsi yako, anasema atakayetoa nafsi yake ataipata, ila ukiamua kuiokoa, kuingangania, unaipoteza. Kwa nini anasema nafsi? Sababu kwenye nafsi ndipo kuna akili, kwenye nafsi ndipo kuna hisia, kuna kutaka au kuna kutokutaka, kuna kuchukia au kutokuchukia, ndiko kuna kupenda, ndiko kuna kufanya maamuzi. Kwa mambo yote ambayo unatakiwa utembee pia na Mungu, hauwezi kutembea na Mungu bila nafsi yako kuhusika, sababu hisia zako ziko ndani ya nafsi yako na Mungu anataka hisia zako. Mapenzi yako kwenye roho kwanza au kwenye nafsi kwanza, wala hayako kwenye mwili. Hisia ziko kwenye nafsi, akili iko kwenye nafsi. Ndio maana nasema ukinipa nafsi yako, umenipa hisia zako, umenipa maamuzi yako, umenipa mawazo yako, umenipa akili yako. Kwenye nafsi yako mimi niwe wa kwanza. Amen. Wewe ni Mkristo, unasema umeokoka, unamalizaje siku hujasoma neno? Unamalizaje siku haujaomba? Wewe ni Mkristo, unasema umeokoka, unamalizaje siku haujatengeneza, haujakaa na Mungu wako mkaweka mambo sawa? Wewe unasema ni Mkristo, umeokoka, inawezekanaje hauna kiu na Mungu ndani yako, hautamani kumwona Mungu kwa upya? Sikiliza, Biblia inatuita sisi ni wake wa Kristo, tumeolewa na Kristo, si ndio? Ila kuna wengine hawajaolewa, wamechumbiwa pengine, kwa sababu ukishaolewa na Kristo, interest ya kwanza ni ya mume wako wako. Unamalizaje siku nzima hujawasiliana na mume wako? Wiki hujawasiliana na mume wako, unajua kusana naye Jumapili tu. Ukija hapa network imekata, labda pengine simu yako imezima charge, mpaka uanze kuchaji, unakuja kupata charge na sisi tumefunga ibada, no network. Simu imepata charge, hamna network, si ndio? Make sure battery yako unakaa iko charged, na una charge battery yako kwenye maombi. Unakaa wiki nzima unaomba, ukija hapa praise wakiimba unakuja, linaanza kupata kabaka kwanza, kabaka pili wameweza kuimba. Ukisikiza neno ili tufike mwishoni tuombe, unasema hadi neno je kuisha, betri lishaisha. Betri lishaisha, unahitaji wimbo mwingine uanze kujiboost. Unapata bet baya kwanza, tumetoka ibadani, no network, umeenda nje ya mnara, hamna mawasiliano, unasubiri wiki nyingine tena. Sikiliza, wakati
wana wa Israeli wanataka kuuawa na Hamani. Cha kwanza adui alichofanya, alimuondoa Esther mbali na mume wake, akawekewa sheria kama watu wengine. Hakuna kumwona mfalme mpaka umeitwa. Akakaa siku 30 hajionana na mfalme. Ilimbidi kwanza Mordekai aingilie kati, amshtue. Akasema, usiposimama wewe na mlango wote wa baba yako mtangamia, sisi Mungu atatokoa kwa mkono mwingine, kwa njia nyingine. Amen. Amen. Kilichomrudisha Esther, ilibidi alipe gharama ya siku 3 kufunga mchana na usiku, si ndio? Usisubiri kulipa gharama, omba kila siku, omba kila siku. Sisi tuliooa na wale walioolewa wanaelewa. Unawezaje? Hakuna namna ambavyo uweze kukaa na mume wako siku nzima, hata message hamjatumiana, labda kama mmekorofishana, kama mmekorofishana hata message hamjatumiana, hata kuhusiana haiwezekani. Ukishaona hivyo kuna shida, uje uniambie, nimuite mwenzako nimkalishe kikao, sawa? Ukiona siku inaisha kabisa, hamjapigiana simu, hamjatumiana, hamjajuliana hali, masaa meisha, mlete, tuelewana. Amen. Tumweke nani, sio kitimoto, kitchen party, labda hakupita kitchen party, si ndio? Amen. Mko kwenye uchumba. Kwenye uchumba ndio mnapoongea mpaka simu zinakufaga kwa sababu ya kuongea sana, si ndio? Si ndio? Unaongea una charge, sasa ngine unaongea umeweka kwenye charge hapo, usikie inakuwa na moto, simu ya moto. Beti na zile simu za mpaka unakuta beti imevimba, mfuniko ufunge. Hizo simu zina beti, si ndio? Una charge. Sasa wewe umekuja kwa Yesu, hiyo passion mbona haipo? Hiyo kiu mbona haipo? Hayo mapenzi gani? Sikiliza, kuna kiwango cha kimahusiano na Mungu, sawa? Sikiliza, usipojiposition kwa Yesu kama mke wa Yesu, utapoteza parefu sana, kwa sababu kuna wivu wa kwake, utakuwa hauwezi kutenda kazi kwako. Yes. Si ndio? Amen. Namna ambavyo sasa nika-react mke wangu akipata changamoto ni tofauti na mwingine akipata changamoto, si ndio? Namna mke wangu akikasirishwa au akikosoa na mtu mwingine, naweza nikawaka kama petroli, hata kama mimi ni mchungaji. Ila kwa mwingine naweza nikaamua kwenda kistaarabu. Sio kwa mke wangu. Kwa mke wangu tunaongea lugha tofauti. Ukimgusa na kupandia kwenye utosi, sio kutokea kwenye dorigumba, na kutokea utosini kwanza, na kuharibu utosi, afu ndo tunaangalia vitu vingine. Tunaelewana? Ukimgusa mke wangu hata ngumi unakula. Sawa? Sawa? Na sio kama tutakwambia cha wokovu unabaki na mbinguni naenda na kumsema Mungu, namsikia Mungu vizuri tu. Yaani tena nikiona kupiga Mungu ananiambia mpige hapa. Nyingine na hapa. Hujasoma Mwanzo Kutoka sura 17. Musa alimwambia Yoshua, chukua jeshi nenda vitani. Mimi na Huri tupanda mlani kuomba. Walipokuwa naomba Bethma wakiomba, Joshua anakata watu vichwa kule. Amen. Si ndio? Amen. Kule mwisho nasemaje? Joshua kwamba Amaleki, Israeli wakashinda kwa makali ya upanga. Makali ya upanga yaletokea wapi? Kwenye maombi, si ndio? Kwa kupiga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Chini. Lakini kama ni mwingine umekosana, namwambia njoo. Alikosana nini? Takusikiliza, tafanyeje? Na mtu atanule, nimekosana nini? Ila kwa mke wangu na kudunda kwanza, maongezi baadaye. Tunaelewana? Amen. Usipojiposition kwa Yesu kama mume wako, kuna mambo utakosa. Kuna vitu utakosa. Kuna mambo utapungukiwa. Kuna ule wivu wa kwake. Kuna wivu wa kwake. Hautawaka kwenye maisha yako. Lazima ukubali kujiposition. Na ili ujiposition, lazima ujipeleke kama bibi harusi. Lazima utengeneze ile intimacy. Uwe na yale mahusiano ya ndani kabisa ya kimapenzi. Tunaelewana? Sikiliza, Biblia inatuambia hakuna jipya chini ya jua. Mapenzi unaona duniani tunayo na wake zetu na wapenzi wetu, yapo katika ulimwengu wa roho. Tunaelewana? Yes. Tunaelewana? Amen. Hata kama wewe unasema mimi sina mpango wa kuoa, sawa, olewa na Yesu. Umepesa maisha yako, jikabidhi kwa Bwana Yesu. Hauna mwanamke, hamna mwanamke, wote sisi ni wake wa Kristo. Biblia inatuambia sisi ni mabibi harusi.
kuna hasira ya Mungu ambayo itakuwa inatembea nayo kukulinda, hautaiona mpaka umejikabidhi kwa Yesu kama Bwana wako, si ndio? Amen. Jana mke wangu kaja kuniomba kitu, kuna vitu tulinunua, kaniletea, asema naomba hela. Nikamwangalia usoni, nikamwona mimi natembea na hela. Asema mwanaume ndio mtu pekee ambaye anapewa listi ya kwenda sokoni bila kupewa hela. Kwamba yani sisi wale wababa unatoa tu list au naomba ukija uninunulie 1 2 3 4 5, ila akutumie hela. Anatumia list ya vitu, ninunulie hiki, hatumii hela. Ila kama ni yeye unamtuma, unamwambia nimekurushia kiasi fulani, ninunulie 1 2 3, si ndio? Kwa sisi wa baba ndio watu pekee duniani, sawa, tunaopewa list ya vitu vya manunuzi bila kupewa hela ya kununulia, si ndio? Amen. Sasa unapojikabidhi kwa Kristo kama mume wako, kama Mume wako. Sikiliza, sisi wa baba tukiamka asubuhi tunawaza kwa ajili ya familia zetu. Nikiondoka wanakula nini? Nikiondoka wanaishije? Wanakaaje? Na mtunzaje mwenzangu? Unawaza. Hata kama wao wanatuwazia, hatuwazia none of our businesses. Sio ndio, lazima tuwazie familia zetu, si ndio? Sasa hayo mapenzi kuyatengeneza, lazima kwanza na wewe mpaka Mungu akuchukulie kama wewe mke wake, lazima uwe umetengeneza mahusiano, si ndio? Mahusiano yote ambayo hayana uhusiano wa ndani yanakufa, si ndio? Lakini kama yana mahusiano ya ndani hayafi. Usiwe Mkristo ambaye unakaa wiki nzima hauombi, hausomi neno, sawa? Amen. Jiwekee agano, sitakunywa chai. Kama hujajiwekea hicho kitu itakuwa ngumu sana. Usinywe chai, jiweke. Mimi sio kiroho, mimi si Mkristo. Sitakunywa chai mpaka nimemaliza sura kadhaa za Biblia. Sitakula chakula cha mchana mpaka nimemaliza sura kadhaa, hata kama ni moja, mpaka nimesoma. Niwe nimeelewa, niwe sijaelewa, lakini nimesoma. Cha kwanza nimesoma. Sitakula cha usiku wala sitalala kitandani mpaka nimemaliza sehemu fulani. Jiweke hivyo. Jiweke hivyo. Wala jiweke kwamba sitamaliza siku sijaomba. Amen. Unawezaje kuamka ukaondoka tu ila hujaomba? Imagine mnalala nyumba moja na mwenza wako. Unakurupuka, unaamka asubuhi, unaoga, unaondoka, hujui kama ameamka au ni mzima. Lazima hata utamwaga, si ndio? Si ndio? Amen. Lazima tuseme huyu mtu ni mzima. Utamwambia bwana mimi naondoka, hata kama mimi utamsha vipi? Unaendeleaje? Mimi naondoka. Utaondoka, lakini lazima muongee kidogo. Unaondokaje hamjaongea? Ukisema ratiba na ndibana, amka mapema. Kwa nini ulale masaa mengi? Kwa nini ulale masaa mengi? Uamke asubuhi hujaomba, uondoke hujaomba. Okay. Hata basi mchana uombi na jioni uombi, unalala tu. Mimi nachukia hicho kitu.